Wapendwa wasikilizaji wa redio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo, tarehe 4 mwezi wa 4 2026, usiku mtakatifu katika misa ya kesha la ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Masomo yetu ya leo katika misa ya kesha la Pasaka ni masomo 9, 7 kutoka Agano la Kale na 2 kutoka Agano Jipya. Karibuni sasa tusikilize somo la Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Mathayo sura ya 28 aya ya kwanza hadi ya 10, mwaka A wa Kanisa. Hata Sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi, na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakapomwona. Haya, nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio wakawapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, leo kanisa zima ulimwenguni inaadhimisha kesha la Pasaka. Adhimisho hili katika usiku mtakatifu inatuingiza katika sherehe na furaha za ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Usiku huu wa leo ni usiku mtakatifu, kwamba kesha hili la Pasaka limegawanyika katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ikiwa ni liturujia ya mwanga, ishara ya Kristo mfufuka na mwanga wa ulimwengu. Sehemu ya pili ni liturujia ya neno la Mungu, ambapo kanisa limtafakari kwa imani makuu aliyoyafanya Bwana kwa taifa lake toka mwanzo mpaka ujio wake. Na sehemu ya tatu ni liturujia ya ubatizo, ambapo watu wazima hubatizwa na wale waliokwisha batizwa hurudia ahadi zao za ubatizo. Na sehemu ya 4 na ya mwisho ni liturujia ya Ekaristi Takatifu. Katika liturujia ya neno, kupitia masomo ambayo tutayasikia, yaani 7 ya Agano la Kale na Zaburi zake na Agano Jipya, somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi na Injili yameweka kwetu safari nzima ya historia ya ukombozi kupitia nafsi mbalimbali juu ya ukombozi wa Israeli, na ambao ndio ukombozi wetu, ambao utimilifu wake ni katika nafsi ya Yesu Kristo, Mungu nafsi ya pili, aliyetwaa mwili akakaa kwetu.
Huyu ndiye Mwokozi aliyeahidiwa na Mungu kupitia manabii, ambapo utimilifu wake unadhihirika katika Injili iliyotangazwa ya Mathayo. Ufufuko wa Yesu ni ushindi dhidi ya dhambi na nguvu za mwovu Shetani, ni dhidi ya hofu yoyote ya kibinadamu. Katika Injili tumesikia simulizi la wanawake hawa wawili, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili, waliokwenda alfajiri kulitazama kaburi, na mara baada ya kufika wakakuta jiwe limeondolewa, na hivyo wanakutana na malaika. Malaika akawajibu akawaambia, msiogope ninyi, hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Na baada ya kupatazama mahali alipolazwa, wanatumwa waende upesi wakawaambie wanafunzi wake kuwa Kristo amefufuka katika wafu. Naye Yesu akiwa njiani anakutana nao, na kisha anawaambia pia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Mwinjili Mathayo anatualika katika kutafakari ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, kwamba Yesu alifufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, ishara ya mwanzo mpya. Baada ya giza la mateso na kifo, Mungu analeta mwanga wa ushindi. Swali la tafakari hapa, je, ni mambo yapi katika maisha yetu yanaonekana kuwa kama kaburi? Je, ni dhambi, kukata tamaa, huzuni? Je, naamini kuwa Mungu anaweza kuleta asubuhi mpya? Tukiweka imani na tumaini letu kwa Yesu mfufuka, hakuna giza litakalodumu mbele yetu. Mpendwa msikilizaji, kuondolewa kwa jiwe katika kaburi la Yesu si kwamba Yesu alihitaji kutoka, la hasha, bali ili wanafunzi waone na waamini. Tunaalikwa kuyaondoa mawe tuliyonayo, mawe ya hofu, mashaka, dhambi na kukosa matumaini, yasije yakawa kipingamizi cha kumwamini Kristo mfufuka, kwani ufufuko ni ishara kwamba Mungu ana nguvu kuliko vizuizi vyetu. Msiogope, hili ndilo neno la kwanza la malaika na pia la Yesu mwenyewe, likiashiria kwamba ufufuko hauondoi changamoto zote za maisha yetu, lakini linatoa uhakika kuwa Kristo yu hai, yu pamoja nasi. Ujumbe kwetu leo, Kristo ameshinda kifo, basi hakuna hali isiyowezekana kubadilika. Ufufuko si tukio la kihistoria tu, bali ni nguvu inayofanya kazi ndani ya Yesu, ndani yetu leo. Kwa hiyo, mpendwa msikilizaji, tunaalikwa kuwa mashahidi wa furaha ya Pasaka katika familia na jamii, na zaidi sana tuishi maisha ya kipasaka ili daima Kristo mfufuka azidi kushamili maishani mwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frateri Silvester Martin Mapolu kutoka Jimbo Katoliki la Kahama, inayosoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Mtume Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora.